maisha yangu kama hayo bwana. Ulikuwa unioni? Sikuwa ni wapi? Unene umezidi mke wangu. Unakuja hapo mpaka bianuka chini hapa bwana. Mambo gani bwana? Alafu ya tabia yako ya unene wangu kukaa mdomoni kwako sipendi. Kama unaweza naye nenepa. Mbwa kasoro mkia wewe. Unanikupa kabisa unasema nilikuwa na wewe mimi kwenda choni nilizidiwa na mavi. Hapo yani mpaka pani yani umefanya meza nikajinyea yani. Mzee. Shida gani? Wewe mzee wewe. Yani mzee upaje jamani? Mzee gani? Wewe nilikuwa mzee mimi ungekaa na wewe ndani. Wewe mzee nikutaka kwambia punguza unene fanya mazoezi utaki. Yaani sikiza nikwambie ndugu mwaziko. Umeniumiza kuna chama mbaki puzi nitakupiga. Ni mbona umeniumiza? Kwa nini unanipa kisa? Haya umeona? Wewe baba wewe, usiniletee majanga. Wewe unatoka kule macho juu kwa uangalie mbele. Sikiza nikwambie, mimi nishakuchoka kia Mungu. Sasa kwa mambo yao unanifanyia angalia nivoloana. Sabuni yenyewe mtiani afu naletea mambo ya kipuzi. Wewe ndo mwaziko wewe. Kati ya mimi na wewe, alomkumba mwizi hapa nani? Tuongee haki. Kati ya mimi na wewe, alomkumba mwizi hapa nani? Wewe ndio alomkumba kwa sababu wewe mnene mimi mpapa tunaona kimisi. Mwanamama usinitafute. Usionyeshe kidole bwana. Yaani umechangusha hapo kuna nini? Yaani wewe jamani. Nimechoka jamani. Mambo ya kipuzi. Hivi mbona ujielewi lakini wewe mwanaume? Wewe elimuni wako. Fanya mazoezi utaki. Unakaa ndani mavyakula unakula wewe. Sasa cheki sasa hivyo angalia ulipo nani. Unajinenepea ovyo ovyo kabisa. Wewe. Hebu simama hapo kwanza. Umepata ujasiri gani? Babako mwenye nyumba hajaingia chooni, wewe unaingia chooni. Mama. Acha uvulagizi wewe. Yaani umenigonga afu unaanza kumkaripia huko, unamkaripia kwa ajili gani? Sikiza nikwambie wewe. Mambo ya kijinga mimi sipendi. Wewe mwanamke una kielele wewe. Liangalie pale. Majike mangine bwana alo. Shida tupu yani. Yaani mzee mzima lakini hujitambui kwa ajili gani? Mimi naongea na wewe. Wewe kielele chako kiliangalie pale. Sawa mimi. Wewe mwanamke gani usijitambua wewe? Mwangalie kwanza. Wewe ndio kaza kule unaangalia gani? Nenda huko. Unaangalia gani? Mambo ya watu unaangalia toka hapo. Uswazi kuna vilio. Mapenzi na usaliti. Kila siku ni kazi gani? Kwa wanawake wembamba. Siri zimejaa mtaani. Kila kona kuna visa. Ukifungua mlango tu unaanza kuona picha na mwaziku na mke wake. Vituko vyao mpangaji anateseka. Mangiri na mke wake wanadanganyana. Bamba ngoma uvutia kwake. Sauti za uswazi moto usiozimika. Sauti za uswazi zabi katika ni gumzo la uswazi. Leo ni rafiki, kesho anakuwa adui. Moyo ukidanganywa, macho hujuta baadaye. Vurugu mtaani, maneno yaishi Lakini asubuhi yote unafuata nini hapa? Nimekuja kumuona mwanangu. Kwani usingekuja mchana ama jioni? Kwa hiyo ina maana muda wa kumuona mwanangu unanipangia, si ndio? Lakini kwa nini unanifanyia hivi? Kwa hiyo hujui kama mimi naishi na mwanaume mgani? Kwani usingekuja mchana ama jioni ukaje kumuona mwanao? Kwa hiyo unataka kuniambia kumuona mwanangu ina maana kuna muda maalum, si ndio? Sasa haijalishi unaishi na mwanaume, unaishi na mwanamke. Nimekuja kumuona mwanangu, namtaka mwanangu, nimemmisi. Sikiza kubeba Rashma, mimi sitaki. Ingelikuwa utaki mtoto ungemwacha nyumbani, lakini yote umeyataka wewe kumleta mtoto hapa, na ndio maana nakuja kwa muda wangu wowote naotaka kuja kumuona. Usinipangie muda. Iwe asubuhi. Mama huyo. sauti za uswazi. Sauti za uswazi. Mapenzi na uongo, furaha na machozi. Kila episode ni gumzo la uswazi. Sauti za uswazi. Tofauti na vimix. Sauti za uswazi. Kisa havikatiki. Mapenzi na uongo, furaha na machozi. Kila episode ni gumzo la uswazi. Sauti za uswazi. Sauti za uswazi. Mapenzi na uongo, furaha na machozi. Habari yako, uko poa? Za huko. Uko salama tu mrembo, sijui wewe
Nzuri, kwema? Ya kwema, namshukuru Mungu, naendelea bomba. Sijategemea ndugu yangu kupata simu yako muda huu. Ya ndio. Niambie. Mimi muda wote nazunguka tu kama mzimu, unajua. Kwanza kabla ya yote umenipigia simu mimi muda huu. Mke wako yuko wapi? Sasa mimi mpaka nakupigia wewe, mimi sina akili. Kaenda shambani. Naijua ya. Nimekumisi bwana. Unampenda kweli kama uko unanipenda mimi? Kumpenda nampenda, si unajua upendo ugawiki. Hayo mambo yake achana nayo. Sawa. Ungenitafuta muda huu. Sasa wewe unataka nikutafute muda gani? Kutafuta usiku? Hamna lolote. Ni umenimisi tu. Kuhusu kukumisi hilo kweli, tena kwa 100%. Sawa. Ila sasa iko hivi. Niambie. Kuna kitu nataka kukwambia. Kitu gani tena? Ila najua umenimisi, si ndio? Kidogo, hata sio sana. Iwe kidogo iwe sana ndo tayari ushanimisi. Nisikize mwaya. Nataka nikwambie kitu fulani hivi. Iko hivi, si unajua watoto shule zimefungwa? Ya ndio, naelewa. Kwa hiyo kidogo nilikuwa nataka hela matumizi kidogo kwa ajili ya mtoto huku. Si unajua tena wakifungua shule kuna madaftari na nini na nini. Mimi nikajua nataka kuniambia umenimisi. Tuongee kwanza vitu vya msingi bwana. Haya, endelea. Maana kisauti kishaanza kunikamata hicho. Sasa mimi sauti yangu ina nini jamani? Wewe umesema unampenda mke wako. Sasa tena maswala ya sauti yangu vimekujaje? Haya, mama kasauti, niambie. Naijua hiyo. Hata mimi najua unaijua, ndio maana unaikwepa. Haya, sawa. Kwa sasa tunafanyaje kuhusu hivyo vitu? Usijali, kuna issue bado naisikilizia kwanza. Wewe usiniletee ngonjera zako. Wewe naijua. Nataka hela, mimi nataka hela sasa hivi. Unitumie. Yaani mimi hapa sielewi wala nini. Issue sio mabishano. Unatakiwa unielewe kwanza, sawa? Kwa mimi najua wajibu wangu na naamini. Haya, poa. Baadaye basi. Sawa, vipi lakini kuhusu kupasha kiporo? Wewe naye baadaye, nimeshakwambia baadaye. Ndio ukanitumia na hiyo hela. Sio tena nakapa masaa 2 3 na kusubiria. Vumilia. Si unanijua? Nakujua mama, na uelewa moto wako. Niombee tu. Haya bwana, bye. Bye. Msalimie mkeo. Zimefika. Haya, poa. Okay, bye bye. Natumiwa hela mimi. Yaani mwanangu wewe, kwa kusema kweli kwenye masuala ya kilo mama unakula. Yaani ukija kuona jitu unaleta chakula kula, umeona? Lakini mwanangu ili baba analionaje? Si baba baya. Ndio, lakini analetea ugali. Ndio ugali wake kula. Yaani kama ni ugali kula. Na ukiona linaleta ujinga hata kama ni ukiona linakuzingua zingua, yaani akileta ugali wewe ubomoe. Wewe unamfundisha nini hapo mtoto lakini? Si mwanangu, mwanangu yaani unanipangia wewe, si ndio? Mimi naongea na mwanangu kipenzi. Alafu kama ingilikuwa unayajua hayo, usingetoka nyumbani na kuja huko. Leo tunatoka nyumbani. Si ndio? Tunaenda nyumbani ili mamako aje nyumbani. Aje nyumbani. Yaani sasa hivi mamako akijisikia na yeye aje nyumbani, mimi nikijisikia nakuja huku. Yaani tunakuwa tunakuja tunakutana tu, tunataka sisi wenyewe. Sauti
Mimi kama sanamu la kuchora hivi eh? Unashtuka nini? Kwa sababu hapo ulipo ulikuwa una dance. Una dansi, unacheka, una enjoy, umeremba sauti vizuri. Hapa unashtuka. Unashtuka nini? Huu ndio taratibu wa mke wa mtu? Hamna. Kuna tofauti gani wa kuongelea simu ndani na nyuma ya nyumba? Alafu kwa nini unaongea na simu hapa kwangu na mwanaume wako? Eh? Ina maana gani hii? Imekaaje yani? Hapana mume wangu, hapana, hamna. Yaani umenifikiria sivyo. Haya, zungumza, ilikuwa nini? Aziza, nilikuchukua wewe nikasema nitakulea na mtoto wako. Tukaanza safari ya maisha hali ya kuwa nikiwa najua wewe umetoka kwenye mikono ya mtu mwingine. Tumefuta hilo. Leo unazungumza hapa na hawara yako mbele yangu, unajishawashau hapa, unajishambendua hapa. Eh? Inamaanisha yaani una maana gani sasa? Unataka kufunga ndoa nyingine? Hamna. Nini sasa? Umesikia vibaya, Mungu tena utakuwa umesikia vibaya. Mimi hata sijazungumza masuala ya kumisi. Kwa mimi ni mjinga, alikuwa hapa nyuma yako na kusikia kila kitu, sio? Nimeona ulivyokuwa unaongea hapa na mwanaume wako, sio mzazi mwenzako huyo, sijui. Unavyojiachia, umeregea. Sikuona taswira ya sura yako lakini nimekuona. Unanichukuliaje wewe? Unanichukuliaje wewe? Nisamehe mume wangu, nisamehe. Mbona mimi sikufanyii hivyo? Eh? Mbona mimi sikufanyii hivyo? Acha umbea wewe na simu zangu, acha umbea wewe. Acha umbea. Wala fikiri mimi ni wewe. Na kuona tu. Umetoka ndani mwenyewe, yani na kuoga, yani umeoga na kuoga kabisa. Mpaka wanja umeoga na nini? Si mtu hiyo. Nataka kuona naye. Nisamehe mume wangu, nisamehe.